Naam, hii ni Sanga Media Tanzania ama Sanga Media TZ. Bado tupo maeneo ya Chamazi katika uwanja wa Azam FC na tunaenda kushuhudia mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba Sport Club, na hapa mbele ya kamera tuko na shabiki wa Simba kindaki. Wapenzi watazamaji wa Sanga Media Tanzania, si mgeni kwenye macho yenu, ni tumekutana naye mara kwa mara kwenye matukio mbalimbali ya timu ya taifa pamoja na klabu yake ya Simba Sport Club. Bwana, habari za siku mjomba? Mambo ni safi, mambo ni mazuri. Tuko Jumapili ya Pasaka, Jumapili mzuri kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba leo itakuwa ni siku nzuri kwa Watanzania na kwa Simba wote kwa ujumla. Ila kwa upande wa pili, kwa upande wa Yanga African Modern Club pamoja na Azam wenyewe, itakuwa siku mbaya kwa wao. Kwa nini siku mbaya? Kwa sababu matarajio yao atakuwa tokea uwanjani sio hayo ambayo wanatarajia wao. Ndio hicho. Wao walitarajia matokeo gani? Kama ulivyomsikia jana msemaji wa Yanga African Modern Club anasema amekaribishwa leo kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo binafsi siwezi kufikiria kama atakuja kuiombea Simba ifanye vizuri, lakini mimi namwambia tu kwamba Simba Sports bado ni bora na itaendelea kuwa bora zaidi, na tuna wachezaji ambao wana viwango vya hali ya juu, viwango vya kimataifa, sio kitanzania. Tunapozungumza Anseti Oura, Ribasagwe na Selemani Mwalimu, ukizungumza hii safu ya ushambuliaji unazungumza ni safu bora sana duniani, sio Tanzania. Hii safu bora ukienda kuipeleka pale New Camp pale Barcelona, uwezi nakwambia Lamine Yamal, Rafinha pamoja na Roberto Lewandowski wote wanasugua benchi. Kwa hiyo wachezaji watatu tunakutajia wa Simba Sports. Kwa hiyo hiki kinakupa kwamba namna gani kwamba Simba leo anaenda kubuka ushindi wa goli nyingi sana ndani ya Azam Complex. Ikumbuka tulikuwa wote katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo wa mzunguko wa kwanza. Simba Sport Club amepoteza mabao 2-0 dhidi ya Azam FC. Leo hii mnakuja katika ardhi ya nyumbani kwao hapa Chamazi. Je, unaionea timu yako kufanya vizuri siku ya leo? Nafikiri kwamba mechi ya kwanza tulicheza, tulikuwa tumedominate mpira kwa asilimia kubwa sana mpaka dakika 70, lakini makosa ya kuanzia dakika za mwisho ndio yatupelekea sisi Azam kutuadhibu. Na kipindi kile ilikuwa ile Simba ya unga mwana. Simba leo ni mzima, leo kesho mzuri. Joshua Mutale unga mwana. Shehe wangu hilo mbona liko wazi. Sasa unakuja kukutana na Simba ambayo ina Anseti Oura, Ribasagwe, wachezaji hatari sana. Ukija bimba la chini bila shaka kuna Yusuf Kagoma, Alassane Kante, Ino Luemba, bimba la juu pale, viungo washambuliaji wakati Chota Chama. Yaani kwamba no doubt mbavu ya kushoto ndio kuna mchezaji hatari sana. Fullback kuwahi kutokea Tanzania anaitwa Dickson Kibabage. Wanasema mzee wa kujitutumua. Kujitutumua inasaidia sana, na mpaka leo national team ameitwa kwa sababu ya kujitutumua. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba leo Azamu watake wasitake watazitoa nyeti, watajua wameziweka wapi, watatumia nyeti zetu leo ndani ya Chamazi Complex. Wafanye nini? Watake wasitake watatumia nyeti zao leo. Tumekuja kuchukua nyeti. Vyovyote vile iwe usiku iwe mchana iwe jioni. Yaani vyovyote leo hawatatuambia nyeti wameziweka wapi, tutachukua nyeti zao leo. Mmoja Azam FC amesema kwamba leo kwamba yanatokea ile nyimbo ya Hussein Machozi Kafia Ghetto. Haiwezekani. Nikwambie kitu kimoja. Kama unaangalia mpira utaki kuzungumza ushabiki, unajua kabisa leo, yaani ukiangalia kwenye taswira tu, ukiangalia kwenye kikosi cha Azam, ukiangalia kikosi cha Simba, ukiangalia unajua kabisa leo Azam amepona chuma tatu. Lakini ukija kutaka kuleta ushabiki ndio utazungumza hayo maneno ambayo hayapo. Mpira ni mchezo wa wazi. Ubora unazungumza uwanjani. Mpira ni yaani mchezaji bora anazungumza ndani ya dakika 90. Mchezaji bora sio kwenye vitabu na kwenye magazeti. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wana Simba wote, kama wako mbali na kama uwanja umejaa, maana unaona kwa movement ya watu uwanja na hisi itakuwa ushajaa. Kama uwanja umejaa basi sio mbaya ukiangalia kwenye kideo kupata ladha kabisa. Yaani unakula pilau lako huku ukipata ladha ya magoli safi kabisa. Selemani Mwalimu akiweka kambani, Anseti Oura, alafu tuna Rushen Dirok. Bwana mkali wa Mombasa, tuje sasa katika swala la viingilio. Watu wapenzi wa mpira na mashabiki wa mpira wa miguu wanalalamika kwamba kiingilio kimekuwa cha hali ya juu sana, mzunguko 15,000, VIP B 20,000, VIP A 30,000. Wewe kama mdau wa mpira wa miguu, shabiki wa Simba au mpenda mpira, ili jambo kwako wewe unalionaje? Hili nilijibia kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza nalijibu binafsi, najibu kwa mambo haya mawili. Najibu majibu yake yako mawili. Moja kwamba wachezaji wa Simba, yani mechi ya Simba, yani wachezaji wa Simba kina Anseti Oura, ukubwa wao huwezi kuwaona kwa 5,000, simenielewa? Kwa hiyo niwapongeze Azam kwa kuweka kiingilio kikubwa, kwa sababu anajua inakuja timu kubwa sana barani Afrika. Unapozungumza Simba ni katika vilabu 5 bora Afrika, duniani, sio Afrika, duniani. Katika vilabu 5 huwezi kukosa Simba, simenielewa? Hiyo niwapongeze, lakini tukija kwenye uhalisia sasa, kwenye hali ya maisha na sasa hivi uchumi watu umedorola. Tunaona hata masheri mafuta menini, umeelewa?
Kwa hiyo ndio maana akasema msemaji wetu kwamba tuangalie nyakati. Nyakati zimekuwa ngumu sana, ndio maana msemaji wetu akazungumza, kwa sababu Ahmed Ally hajiangalii yeye, anaangalia sana watu walio nyuma yake. Na kwenye maisha nakwambia, ukitaka ili usikufuru neema za Mungu, angalia mtu aliyokuwa chini yako. Ukimwangalia mtu aliyekuwa juu, basi neema za Mungu zote utazikufuru. Kwa hiyo Ahmed Ally binafsi naweza nikamwambia kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amtafutie kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Itamsaidia sana, kwa sababu huyu ni mtu wa watu, anaangalia sana wananchi kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo binafsi ndio majibu yangu yako hayo mawili. Bwana, asante sana. Asante sana. Umeongea kwa hisia kweli kweli kwenye swala la viingilio. Sawa.